Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niweze kuchangia hoja iliyoko mezani. Jambo la kwanza niseme ninaunga mkono hoja na ninaipongeza sana serikali na naipongeza sana Wizara ya Fedha kwa hotuba yao. Hotuba nzuri sana, hotuba iliyojaa matumaini kwa Watanzania wengi na mamilioni ya Watanzania karibia wote. Hotuba hii na bajeti hii imebeba matumaini makubwa sana. Lakini nishukuru na nipongeze watendaji wa wizara. Lakini kubwa zaidi ni washukuru wananchi wa jimbo la Makete kwa imani ambayo mimi umenipa kwa muda wa miaka 5 na kwa imani ambayo anaendelea kunipa kwa kipindi kijacho. Ninawashukuru sana wananchi wa Makete kwa sababu ilikuwa ni kipindi ambacho jimbo la Makete kwa mara ya kwanza imepata mbunge kijana, haijawahi kutokea, na mimi ndio nimekuwa mbunge wa kwanza kijana kwenye lile jimbo, na niwahakikishie kwamba kazi nimeifanya na wao wanajivunia kwamba walituma mwakilishi kweli kweli ndani ya bunge hili, na kwa jimbo la Makete walishafanya uchaguzi miaka 3 iliyopita, na wanaamini kabisa kwamba mbunge wao ni mimi na nitaendelea kuwa mbunge wa jimbo la Makete kwa sababu nimetosha kweli kweli kwenye jimbo la Makete, kwa maana ndani ya bunge na nje ya bunge nimekuwa nikiwakilisha vizuri, na niwahakikishie wananchi wa Makete kwamba sitawaangusha na nitaendelea kuwapa ushirikiano kwa kiwango kikubwa sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais. Niliingia kwenye bunge hili tukiwa na begi kubwa sana lililobeba changamoto za wananchi wa Makete, lakini leo ninasimama hapa nikiwa ninachangia ndani ya miaka 5 leo tukiwa tunafunga bunge letu, kwa maana wachangiaji kwa miaka 5 mimi kama nikiwa nachangia. Ninaipongeza sana serikali kwa kazi ambayo imefanya jimbo la Makete. Mheshimiwa Mwenyekiti, niliingia kwenye bunge hili wakati jimbo la Makete lina vituo 3 vya afya. Leo ninasimama hapa kama mbunge wa jimbo la Makete nikijivunia kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan amejenga vituo 7 vipya ndani ya jimbo la Makete, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Wamepita wabunge wengi lakini walikuwa na vituo 3 vya afya. Leo ndani ya miaka 4 na 5 ya serikali ya Chama cha Mapinduzi tumejenga vituo vipya 7 vya afya, ni kitu ambacho hakijawahi kutokea, na katika vituo hivi hakuna mchango wa mwananchi, hata shilingi 10 imejengwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini vile vile nishukuru kwamba katika kipindi ambacho naingia hapa tulikuwa na zahanati chache, lakini ndani ya miaka 4-5 hii ya serikali tumejenga zahanati takriban 15 mpya ndani ya jimbo la Makete. Kwa hiyo kama mbunge najivunia kwamba serikali imefanya kazi kubwa ndani ya jimbo la Makete. Achana na umeme ambapo vijiji vyote vimeenda. Lakini kwa ripoti ya Ruwasa, ukienda kwenye sekta ya maji, ripoti ya Ruwasa ambayo imetoka, jimbo la Makete tunaongoza kwa upatikanaji wa maji kwenye taifa letu. Wakati ninaingia tulikuwa na 62% na leo tuna 98% upatikanaji wa maji kwa wananchi wa Makete. Kwa hiyo mimi kama mbunge kwa kweli najivunia na najisifia. Nenda kwenye sekta ya elimu, nenda kwenye sekta ya maji, nenda kwenye sekta ya kilimo, tumefanya kazi kubwa sana ndani ya jimbo hili. Na ndio maana ninasema wananchi wa Makete walishafanya uchaguzi wa mbunge wao kwa miaka 3 iliyopita. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hizi ni kuhakikisha kwamba tunafuata taratibu tu za kawaida ndani ya chama na serikali kuhakikisha sana mbunge wa jimbo la Makete narejea kwenye nafasi yangu ya kuelekea kuwatumikia wananchi wa Makete. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais na Watanzania wafahamu sisi kinachozungumza kwenye taifa hili ni takwimu. Hatuzungumzi maneno. Kinachozungumza ni takwimu. Tunachokizungumza ni kwamba taifa hili la Tanzania, Mheshimiwa Naibu Spika, sisi kama taifa tumelijenga sisi wenyewe. Hamna mtu aliyetujengea Tanzania. Barabara, afya, kila sekta inayozungumza ni elimu. Tumeijenga kwa nguvu zetu, tumejenga kwa kodi zetu. Tumejenga taifa hili kwa mikopo, tumejenga sisi wenyewe. Kuna mataifa wamejengewa nchi zao, lakini sisi tumejenga kutoka chini hadi leo hapa tulipofikia. Na nipongeze budget ya Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Ilionyesha tulikotoka, ilionyesha tuliko na inaonyesha tunakokwenda. Kwa kweli kama Watanzania na masikio wakumbuke, tulikuwa tunazungumza kwamba tulikuwa na wataalamu bingwa wa afya 14 kwenye nchi. Leo tunazungumza mabingwa wa afya wanazungumza watu 2000 ambao wamezalishwa na taifa letu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kwenye nchi. Watanzania lazima wajivunie kuijenga nchi yao wao wenyewe, ni kitu cha kujivunia na kutembea kipaumbele, na nikusisitiza tu kwamba ni lazima tuendelee kuipa kodi ili tuendelee kuijenga nchi yetu, kwa sababu hatujajengewa na mtu. Hakuna mkopo ambao unatumikwa kiholela. Mikopo yote ambayo inaletwa kwenye nchi tumeona matunda yake. Tunaona UDOM imesimama na tunaona watu wanasoma. Tunaona barabara za lami zinajengwa, tunaona miradi ya maji inaenda, tunaona majiji yanakuwa kila siku. Hatujajengewa na mtu, tumejenga sisi wenyewe kwa nguvu yetu kama nchi, na lazima tukipaumbele, lazima tujivunie serikali yetu, hususan
Chama cha Mapinduzi ambacho kinaiongoza serikali hii. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kama mbunge ninatamani nichangie mambo machache. La kwanza, ninataka kuchangia kwenye uwezeshaji wa wafanyabiashara. Kwanza nichukue nafasi hii kuipongeza serikali. Ukiangalia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, Dr. Kitila Mkumbo tunakupongeza. Maandalizi ya ilani hii, ukurasa namba 65 mnazungumza uwezeshaji wa vijana na watu kwenye sekta ya uchumi. Ninakupongeza sana kwamba mmeona kwamba kuna nia, na sisi kama wabunge ni lazima tulizungumza hili, Mheshimiwa Naibu Spika, kwamba tumeshaanza kuona nia thabiti ya serikali kuwezesha wafanyabiashara kwenye nchi wadogo wadogo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye mazingira ya uwezeshaji wa wafanyabiashara kuna mambo mengi yamefanyika. Katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri, ukiosoma kwenye aya namba 168 umesema marekebisho ya utoaji wa leseni za biashara. Hili ni jambo zuri sana, sisi kama vijana tunakushukuru, kwa sababu Mheshimiwa Naibu Spika, katika taifa kama hili hatutegemei wa Tanzania wote kuajiriwa na serikali, lakini tunategemea serikali ilee sekta binafsi, ilee mazingira mazuri, itengeneze mazingira mazuri kwa ajili ya sekta binafsi. Moja wapo ya mazingira, Mheshimiwa Mwigulu na Mheshimiwa Kitila Mkumbo, ni haya ya kuweka mazingira mazuri ya wafanyabiashara wetu kwenye taifa letu, kuweka mazingira mazuri ya upatikanaji wa leseni za biashara. Lakini pili, kuweka, umesema kwenye ukurasa namba 158 hotuba yako unasema shughuli zitakazofanywa na wazawa zijulikane na shughuli zinazofanywa na watu wageni zijulikane. Kimekuwa ni kilio kikubwa sana cha wafanyabiashara pale Kariakoo kwamba tumekuwa tukiingiliwa na watu wa kutoka mataifa mengine wanafanya biashara ndogo ambazo zilikuwa zinafanywa na Watanzania. Hasa kwa hiki ambacho mmekisemea kwenye hotuba hii, ni dhahiri na ni wazi kwamba serikali imekusudia kupambana na hiyo sekta, kuhakikisha wafanyabiashara wetu wanakuwa na mazingira salama. Tunahitaji mwekezaji akija awe na uwekezaji wenye tija ambao Tanzania haupatikani, lakini sio kazi za Watanzania ambazo zimekuwa zikifanya. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa mazingira haya ambayo umeyafanya. Lakini pia nikupongeze kwa sababu mmesema juzi kwenye BOT mmezindua mfumo. Kulikuwa na kilio na azimio la bunge lilipita hapa kuhusu mikopo chechefu ambayo imekuwa ikiwaumiza wa Tanzania. Nichukue nafasi kumpongeza Totuba, kumpongeza gavana BOT Totuba, lakini pamoja na wewe waziri, kwa sababu wewe ndio uko ndani ulichukua mawazo haya. Mmeanzisha mfumo wa kidijitali unaosema sema na benki kuu. Ninakupongeza sana. Taarifa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimpe taarifa kaka yangu kipenzi Festo Sanga ambaye anachangia kwa uzalendo mkubwa sana, mbunge makini wa Makete, yani ni kijana makini. Kwa kweli tunamhitaji tena. Lakini niseme tu Mheshimiwa Spika, nimpongeze kaka yetu Mwigulu Nchemba ambaye kupitia mikopo ya kausha damu wameweza kufuta taasisi 16 ambayo ilikuwa inaumiza wananchi, na sasa wananchi wako salama. Asante sana. Nilifikiri kaka yako kipenzi ni Profesa Ndekiremi. Mheshimiwa Festo, endelea. Huyu ni baba. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Ninashukuru sana na niseme wazi ninapokea taarifa ya Mheshimiwa mbunge, kwa sababu moja kati ya wabunge ambao wamekuwa mstari wa mbele kupigania kuhusu mikopo chechefu ni pamoja na Mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo ninamuunga mkono sana na nipongeze serikali kwamba kilikuwa ni kilio cha Watanzania kuhakikisha kwamba tunapambana na mikopo chechefu. BOT wamekuja na kitu kinaitwa sema na benki kuu. Haya ni mafanikio makubwa Mheshimiwa Waziri kwa serikali yetu kuhakikisha kwamba mnapambana. Watanzania wengi kuna changamoto ya elimu ya kiuchumi walionayo. Hawana wengi elimu ya kiuchumi, wamekuwa kikopo kwenye mikopo ambayo inawaumiza, lakini benki kuu imetafuta suluhisho hili. Niwapongeze sana Wizara ya Fedha kwa kazi ambayo mmeifanya. Lakini pia niwashukuru kwamba mmeshusha kwenye bajeti hii Mheshimiwa Waziri, mmeshusha leseni za bodaboda kutoka Laki3 hadi shilingi 70,000. Ni kitu kikubwa sana kwa kusaidia vijana. Hivyo ndivyo sekta binafsi inavyolelewa, kuwasaidia na kuwatengenezea mazingira mazuri sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma nzuri na kwa wakati na kwa unafuu. Na kwenye eneo la bodaboda Mheshimiwa Waziri, ushauri wangu tu wa baadaye ambao ninatamani ni kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani na Wizara ya Fedha muangalie ni namna gani Wizara ya Afya bodaboda, licha kwamba pia tumewashushia leseni, upatikanaji wa leseni kutoka shilingi hiyo shilingi Laki3 hadi shilingi 70,000 hadi 30,000. Mheshimiwa Waziri, tuombe kwamba bodaboda, kwa sababu kwa takwimu na ripoti ya Wizara ya Mambo ya Ndani ilivyotoa, vifo za takriban 1400 vimejitokeza vya bodaboda. Sasa tutamani jinsi gani ya kukaa na bodaboda kuwaunganishia bima ya afya pamoja na leseni yao iwe inasomeka katika mfumo mmoja,
ili bodaboda wanapopata leseni hapo hapo ndani yake kuwepo na bima ya afya, kwa sababu ni moja kati ya maeneo ambapo watu vijana wanapata sana ajali. Lakini hii itatusaidia kuhakikisha hata wale ambao wamekuwa na changamoto ya matibabu, kwa sababu wengi bodaboda hizi wanachukua za matajiri wao wanakuwa hawana uwezo, tuweze kulichukua hii hoja ya kwamba bima afya iwe na package ndani yake ya kuhakikisha kwamba anapata leseni humo na ndani yake anapata bima afya, ili tusaidie bodaboda wa taifa letu, Mheshimiwa Waziri. Lakini jambo lingine ni washukuru kwa niaba ya wafanyabiashara wa mahoteli na wafanyabiashara wadogodogo kushusha service levy kutoka 0.3 hadi 0.25, lakini kutoka 10% hadi 2%. Kwa kweli mmefanya jambo kubwa sana Wizara ya Fedha. Sisi tunawapongeza, na kilikuwa ni kilio cha sisi wabunge, tunatumwa kutoka maeneo mbalimbali kwamba mkatupiganie, na tunaona kabisa nia ya serikali ya dhati kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inasaidia. Mheshimiwa Waziri, mimi kama kijana katika bunge hili lazima ninaondoka kwa hii miaka 5 naenda kurejea mwezi wa 11. Kuna vitu ambavyo tulivifanya, kuna vitu ambavyo nilivifanya ndani ya bunge hili in the records. Ninatamani kwamba watu wafahamu pia kwamba tulifanya. Ukiangalia kama mbunge nilitoa michango ambayo serikali imeifanyia kazi. Nilitoa mchango wa bodaboda kuitoa faini kutoka F30 hadi shilingi 10,000. Serikali ya Chama cha Mapinduzi ilifanyia kazi. Mheshimiwa Waziri, nilitoa hoja ya kwamba lazima tushushe kodi kwenye nyasi bandia. Serikali ilitoa fanya kazi na nyasi bandia zikaondolewa kodi, na nchi hii sasa inafanya kazi. Mheshimiwa Waziri, nilizungumza kuhusu cashless economy kwenye taifa letu. Cashless economy nilizungumza hapa kwa kina, na BOT wametoa tamko kuanza kuweka incentives kupunguza Watanzania kwenye matumizi ya cash kwenda kwenye cashless economy. Lakini Mheshimiwa Waziri, BOT wamekuja na mkakati wa miaka 3 kuhakikisha kwamba wana support uenda taifa kwenda kwenye cashless economy. Lakini kama mbunge nilikuja kwenye bunge hili nikaleta hoja ya unclaimed financial assets, kuhakikisha kwamba nchi yetu tunasimamia vizuri unclaimed financial assets ambazo zinaweza kuwa ni tija kwenye utangaji. Na nyewe Wizara ya Fedha mmeliona hilo na mmechukua fedha mnaeleka eneo lingine. Lakini kama mbunge nilizungumza nikatoa hoja kwamba betting ni lazima ichangie kwenye maendeleo ya nchi yetu. Leo betting inachangia kwenye mfuko wa afya, leo betting inaendelea na maeneo ya mfuko wa maendeleo. Mheshimiwa Waziri, tumefanya mambo mengi kama mbunge, ninajivunia kwamba tumefanya katika kazi ya miaka 5 na serikali imechukua maoni ya wabunge na ameenda kuyafanyia kazi vizuri sana. Mheshimiwa Waziri, kwenye koja ya cashless economy ninakutamani sana na naomba sana nitie msisitizo kwamba hii itatusaidia kama nchi cashless economy kuongeza tax base. Tax base hapa Mheshimiwa Waziri lazima tutafute tuiongeze, kwa sababu Watanzania wengi wanalalamika na kodi hawalipi. Ni vema tukaongeza mwigo wa watu kulipa kodi ni kupitia cashless economy. Kama taifa letu lazima tuachane na watu kutembea na mabulungutu hela mfukoni, watu walipe kwa kutumia simu, watu walipie kupitia cheki, watu walipie kupitia kadi za benki. Tuachane na kutembea na fedha ili watu wachangie maendeleo ya nchi yetu. Bila kufanya hivyo hatuwezi kujenga nchi. Wewe Mtanzania, taifa hili halili kitu kingine zaidi ya kula kodi. Nchi inajengwa kwa kulipa kodi. Na Mheshimiwa Rais jana pale Mwanza pale Simiyu amesisitiza kwamba lazima Tanzania walipe kodi na lazima tuwekee mazingira mazuri ya kulipa kodi. Nitumie nafasi hii kumpongeza Commissioner TRA. Tunaona saizi ulipaji wa kodi wa Tanzania umekuwa katika mazingira salama, anafanya kazi vizuri, hatujasikia kero wala kelele yoyote. Hili ni jambo kubwa sana. Mheshimiwa Waziri, tunafurahia sana kwa kazi ambayo umeendelea kuifanya. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Waziri, nichukue nafasi hii kuwapongeza kwa kuwa na reserve ya madini kwenye nchi yetu, hususan kwenye Benki Kuu. Reserve ya madini, Mheshimiwa Waziri, jana amesaini mikataba takriban mikataba 4, lakini ilikuwa ni hoja ya bunge kuwa na taifa kama taifa lazima tuwe na gold reserve. Gold reserve ni kitu muhimu kwenye nchi. Ukisoma kwenye ripoti hapa, katika nchi 10 barani Afrika zinazoongoza kwa reserve ya madini, Tanzania yetu ilikuwa hatumo. Ukiangalia Algeria ndio walikuwa wanaanza, Mheshimiwa Waziri, walikuwa na tani 173. Lakini walikuwa wanakuja kufuata na Mozambique katika nchi 10 bora za Afrika kwenye gold reserve. Mozambique walikuwa na tani 3. Leo Tanzania ndani ya miezi 9 Dr. Samia Suluhu Hassan tumeingiza na tumereserve gold tani 5.2. Ni kitu kikubwa sana katika nchi. Ukisoma kwenye swala la financial stability katika kipindi ambacho kuna geopolitics instability kama saizi, Mheshimiwa Waziri, hii ni kitu kikubwa katika nchi. Kama waziri, kama mshauri wa rais, tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri katika kipindi chako nchi kuanza kuwa na gold reserve ambao saizi ina thamani ya trilioni 1 na milioni 400. Kama nchi lazima tujivunie. Unapotokea mdororo wa uchumi, unapotokea mtikisiko wa uchumi, nchi angalau sasa kuna eneo tunaweza tukajibalance na tukajibana. Mheshimiwa Naibu Spika, hili ni jambo kubwa na sisi kama bunge lazima tujivunie kwamba nchi yetu sasa imeanza kuwa na gold reserve, na lazima tuendelee kusisitiza, na tunaona nia kwa sababu mikataba mlioingia jana ni kwamba 20% ya Shanta Mining, 20% ya GGM, 20% ya GGR zote zitakuwa zinauzwa kwenye nchi yetu ili nchi yetu iwe na gold reserve.
utajiri wa dunia, utajiri wa nchi, financial stability ya taifa ni kuwepo na gold reserve, na sisi Tanzania sasa tumeanza. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, ni washukuru sana wote ambao wameendelea kutuunga mkono, na niwatakie kila laheri wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini zaidi ni kutakia kila laheri wewe pamoja na Mheshimiwa Spika. Sisi kama vijana, kuna mambo ndani ya bunge tumejifunza kupitia nyie na tumeendelea kukomaa. Tuliingia tukiwa wageni na leo tuko ndani bado tunaonekana ni wabunge ambao tuko imara. Tunaamini tukirejea wakati mwingine, Mheshimiwa Naibu Spika, tutakuwa imara zaidi ya jana. Na sisi kama Makete tumeshachagua mbunge, na mbunge ni Festo Richard Sanga. Asante.